إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله. ما هي آثار الصيام؟ ما هي آثار الصيام على القلوب وفي القلوب؟ وما هي تلك العلامات التي تشير إلى تلك الآثار التي تركها رمضان في قلوب المسلمين؟ عباد الله، كيف حالكم بعد رمضان؟ ndugu katika imani, vipi hali zenu? Mnapataje? Nyoyo zenu ziko vipi baada ya Ramadhani kuondoka? Wahisi vipi wewe baada ya Ramadhani? Baada ya kuondoka kwa Ramadhani, kaifa tash'ur? Kaifa haluka ma Allah? Wahisi vipi wewe? Vipi hali yako na Allah tabaraka wa taala? Katika khutba ya leo na itakayofuatia, athari za saum na alama za kabuli, alamat za matarajio ya kwamba huenda ibada hii ya saum imefanya kazi katika nyoyo, ibada hii ya saum imeweza kupokelewa na Allah tabaraka wa taala. Ibada Allah, al-atharu al-awwal, athari ya kwanza ambayo yatakiwa ipatikane katika nyoyo, Ramadhan taj'alu al-'abda yuqbilu ala Allah tabaraka wa ta'ala. Ramadhani katika athari zake, Ramadhani inafanya nyoyo zimwelekee Allah tabaraka wa ta'ala. Wakati Allah tabaraka wa ta'ala aliposema kullu amali ibni adama lahu illa as-sawma fa innahu li
wa ana ajizi bihi. Wakati Allah tabaraka wa taala anasema ya kwamba matendo yote ya mwanadamu ni yake yeye, yani ameambiwa thawabu zake na malipo yake kitu gani, isipokuwa ibada ya saumu. Ibada hiyo ni yangu mimi na mimi ndiyo mwenye kulipa. Habari hii ya hadithi tukufu inafanya nyoyo zimuelekee Allah tabaraka wa taala. Tafuta hii athari ya kwanza katika moyo wako. Je, wewe sasa hivi qalbuka muqbilun ala Allah? Moyo wako je umemuelekea Allah tabaraka wa taala kwa kutaka ya kwamba kuna athari ya ibada ya funga? Allah alipoficha malipo akasema ya kwamba saumu ni yake yeye na yeye ndiyo mwenye kulipa. Je, wewe kama aliyefunga hivi sasa moyo wako umemuelekea Allah? Tutafute hii katika nyoyo zetu. Je, hal aqbalatil qulubu ala Allah? Je, nyoyo zishaamua kuelekea Allah tabaraka wa taala kwa min ajili ya kutafuta malipo haya ya siri ambayo hakuna ajuaye isipokuwa Allah? Ama nyoyo zimeelekea dunia tayari? Baada ya Ramadhani kuondoka, je, nyoyo zetu zimebaki zimemuelekea Allah ama tushampa Allah mgongo? Je, tunampenda Allah? Wapata mapenzi ya Allah tabaraka wa taala ndani ya moyo wako? Katika suratul Baqara aya ya 165 Allah tabaraka wa taala anawazungumza washirikina waliochukua miungu tofauti na Allah, masanamu, wakaabudu kinyume na Allah, wakapenda vitu vile. Allah anasema wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Wako katika watu wanadamu wenye kujifanyia kinyume na Allah tabaraka wa taala miungu, kinyume na Allah, miungu ambao wametengeza wao wenyewe, hawakuamrishwa kuabudu. Yuhibbunahum kahubbillah, wanavipenda vitu hivyo au miungu hiyo kahubbillah, kama vile anavyofaa kupendwa Allah. Walladhina amanu, lakini wale walioamini imani ya kweli, ashaddu hubban. Fuatilia aya, hakusema ya kwamba yuhibbuna kama vile wale washirikina, amesema yuhibbuna, wanapenda ile miungu yao kama vile anavyofaa kupendwa Mungu. Alipofika kuzungumza waumini anasema walladhina amanu, lakini wale walioamini ashaddu hubban lillah, hawa wanampenda Allah mno kuliko kila kitu. Athari ya kwanza ya saumu ambayo watakiwa kuitafuta ndani ya moyo wako. Je, Ramadhani ilileta mapenzi ya Allah katika moyo wako? Je, Ramadhani baada ya kuondoka kuna athari ya mapenzi ya kwamba wewe wampenda Allah, wewe wamtaka Allah, wewe umemuelekea Allah? Je, hiyo ipo? Allah tabaraka wa taala anasema katika suratul An'am aya ya 125, Allah anasema faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam. Angalia vizuri, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu
yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis samai kadhalika yaj'al Allahu rijza 'ala alladhina la yu'minun. Yule ambaye Allah tabaraka wa taala anataka kumuongoza katika njia ya sawa, katika tauhidi, katika amali njema, katika njia iliyonyooka pata peponi, yashrah sadrahu lilislam. Hebu tuyatafute haya hivi sasa. Wewe moyo wako umekunjuka, moyo wako ni mwepesi, moyo wako una furaha unapofanya jambo lolote la Allah, wahisi vipi? Kaifa haluka? Kuna uzito au kuna usahali? Allah anasema kwamba yule amtakaye katika athari, katika alama za kwamba kuna matarajio mazuri, wenda tumepokelewa, yashrah sadrahu, anamkunjulia moyo wake, unakuwa mwepesi, unakuwa na raha, unakuwa na ufasaha wa kufanya yale yaliyoamrishwa na kukatazika na yale yaliyokatazwa bila ya kupata dhiki yoyote. Kinyume chake hatari. Wa man yurid ayubillahu, na yule ambaye hamtaki. La ilaha illa Allah. Kuna watu Allah hawataki. Usikubali kupitwa na swala alafu kachukulia ni jambo la kawaida. Usikubali kuishi na maasi katika hali ya kuendelea ukachukulia ni jambo la kawaida. Usikubali kutoka msikitini tena baada ya kuishi hapa siku 29 ndani ya Ramadhani. Ramadhani ikamalizika ukaondoka tena. Allah anasema wa may yurid ayubillahu, na yule ambaye Allah hamtaki, hajamkubali Allah, yaj'al sadrahu dayiqan, mtu huyu Allah mfanyia moyo wake ukawa na dhiki, unaona uzito mkubwa kutia udhu na kuingia msikitini na kuswali na kufunga na kuamka usiku na kutoa sadaka. Yaj'al sadrahu dayiqan, anapata dhiki kubwa kuingia katika Uislamu, na kama yumo katika Uislamu anashindwa kutekeleza maamrisho na kukatazika na makatazo. Ni watu wangapi waliofunga Ramadhani kwa shingo upande? Hivi sasa hii ni Jumaa ya kwanza ambayo ni jirani ya Ramadhani. Ujirani wa masiku pia ina fadhila yake. Bado tupo katika masiku matukufu. Masiku haya yana ujirani na masiku yale matukufu ya Ramadhani. Tayari kuna watu kanzu washaziweka, tayari kuna watu buibui zao na jalbabu zao na nikabu zao zishawekwa, wamebakia na dera peke yake barabarani, wamebakia na nywele zao wamechinja boksi na miboka na bangi, wanasubiri Ramadhani nyingine. Wanaona uzito kudumu hapa katika ibada. Allah anasema, hii ni suratul An'am 125, yule ambaye Allah amemkubali, yule ambaye Allah amempokea, yule ambaye Allah anamtaka, anamfanyia usahali wa kushika Islam. Na yule ambaye Allah hataki kumuongoza, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, anapata tabu, anaona shida, hana raha katika ibada. Mungu anasema kaannama yas'adu fis sama, yule mtu anaona uzito kuslimu kama ni kafiri. Kama yumo katika Uislamu huyu wa kuzaliwa, anaona uzito wa kutenda matendo wa kudumu katika ibada
kana kwamba ameamrishwa kupanda juu mbinguni bila ngazi. Waweza panda? Ndio kwa maana ukaona kuna watu hata hiyo Ramadhani yenyewe pia hawakuswali tamaman. Hata hiyo Ramadhani pia hajaswali. Mungu anasema anamwekea uzito, si hataki, anamwekea uzito kana kwamba yaswaadu fi samai, kana kwamba yuwapanda juu mbinguni bila ya ngazi. Waweza kupanda? Ni jambo zito mno. Sasa kuna nyoyo zinapata uzito wa kutekeleza ibada kana kwamba mtu ameambiwa apande juu. Akasema na hivyo Allah anawawekea adhabu wale wasioamini. Waislamu, athari hii ya kwanza kwamba upate upunjufu wa moyo, upate usahali moyoni mwako, upate moyo wako umeelekea Allah, hautaki kurudi nyuma, hautaki kubadilika liwe liwalo. Nenda katika suratu Zumar, soma aya ya 22. Allah tabaraka wa taala anasema afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Je, yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemfanyia uwepesi, amemfanyia sahali, amefungua moyo wake, uko wazi kukubali haki na kukataa batil, uko tayari, uko wazi, Allah ameufungua. Mtu huyo yuko katika nuru ya kutoka kwa Mola wake. Je, mtu huyu yuko sawa na yule ambaye kwamba moyo wake umefunga, unakutu, umeziba, haujamtaja Allah tabaraka wa taala? Hawa wana adhabu kali, na hawa ndio waliopotea, kupotea ambapo kuko wazi. Kuna watu wako chini ya bendera ya la ilaha illa Allah na wamepotea hivyo hivyo. Miongoni mwa watu hawa ni wale wenye kukatisha ibada baada ya Ramadhani, wakabadilika wakawa sio Waislamu tena. Hawa ndio watu ambao kwamba wamepata hasara kuliko hata yule ambaye hakuingia kabisa katika Uislamu. Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaulizwa na maswahaba, ya Rasulullah, kaifa yashrahu Allah sadrahu? Kuhusu hii aya, vipi Allah tabaraka wa taala anakunjua moyo wa mtu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, nurun yaqdhifuhu fi qalbihi fayansharihu wa yanfasihu. Ni nuru Allah tabaraka wa taala anamtilia mja katika moyo wake, kisha moyo wake unakunjuka, unafunguka, unakuwa mwepesi mno katika mambo yote ya kheri, mwepesi kabisa. Unakuwa na wasaa katika mambo ya kheri, hapati dhiki hata kidogo. Maswahaba wakasema, ya Rasulullah, hal lidhalika min amaratin? Je, kuna alama ya kuonyesha hilo? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, al-inabatu ila daril khuludi watajafi an daril ghururi wal-istidadu lilmauti qabla al-mauti. Wataka alama ya kuonyesha ya kwamba Allah tabaraka wa taala ameuchagua moyo ukawelekea Allah tabaraka wa taala. Mtume anasema al-inabatu ila daril khuldi, ni mtu kurudi nyuma
na kuacha anasa za dunia na kuacha starehe za dunia, akachukua katika dunia yale ambayo kwamba ni ya haja, lakini fikra zake zote na mipango yake yote darul khuludi, ni vipi ataweza kupata yale ya akhera, ile nyumba ya daima ya kubaki milele, ataipata vipi? Akaipa nyongo darul ghururi, nyumba yenye kumghuri mwenye kuishi katika nyumba kama hiyo ambayo ni dunia. Mwenye kuishi katika nyumba hii anaghurika, akadhani ya kwamba yuko vizuri, kisha ghafla bila ya kupanga akaambiwa kwamba leo ni siku yako. Mtume akawaambia, na mtu ambaye ana alama hii ni yule ambaye amejiandaa na kifo kabla ya kufikiwa na kifo. Jana ndio tumetoka Ramadhani, tayari misikiti iko wazi, tayari watu washabadilika, tayari watu wanakaa kana kwamba Ramadhani ilipita mwaka jana. La ilaha illa Allah. Hii ni ishara mbaya Waislamu. Iko wapi athari ya saum? Iko wapi athari ya Ramadhan ya kuonyesha kwamba nyoyo sasa zimemwelekea Allah? Nyoyo zimeipa dunia nyongo, ziko na dunia kwa sababu hamna la kufanya, lazima tuwepo katika dunia. Fungua kidogo sira ya maswahaba ridwanullahi alayhi, fungua kidogo historia ya maswahaba Waislamu waliotutangulia sisi, salafu saleh. Angalia maajabu yaliyojaa katika sira yao kuhusu nukta hii ya mtu kumwelekea Allah. Bado hatujaelewa kumwelekea Allah. Huwezi kukata ibada, umwelekea Allah. Huwezi tena ukavua hijabu yako ambayo ulikuwa umeivaa wewe mwenyewe Ramadhani yote, ukajistiri ukajifinika kama mwanamke wa Kiislamu. Baada ya Idi immediately ukaivua mwenyewe ukaweka. Haiwezekani. Bado nyoyo hazijamwelekea Allah. Nyoyo zilizomwelekea Allah hazibadiliki. Piga ua. Njoo kidogo katika sira. Nani katika sisi asiyejua story ya Bilal bin Abi Rabah? Bilal bin Rabah, nani ambaye hajui story yake ya kwamba Bilal aliadhibiwa baada ya kutangaza Uislamu wake, akapigwa, akateswa, lakini tumesoma sote ya kwamba Bilal hakubadilika, akarudi nyuma. Ni kweli au si kweli? Pamoja na mateso yote, na katika mchanga wa Maka na joto, amewekewa jiwe kubwa juu ya kifua, anakanyagwa, Bilal akabaki. Tumeandikiwa mpaka leo katika sira kwamba Bilal alibakia akisema ahad ahad ahad, Mungu ni mmoja, Mungu ni mmoja, Mungu ni mmoja. Ni nani katika sisi ambaye hajasikia story ya Khubayb, swahaba ambaye aliteswa na makafiri? Washirikina wamemteka nyara, wakamzuia, wakawa wanamkata kiungo baada ya kiungo kingine. Wanamwambia tamani tu ya kwamba huyu aliyeshikwa hapa ni Muhammad, sio wewe. Yani kwa imagine tu ya kwamba wewe ndio Muhammad, leo tumemshika sisi na wewe siye. Tamani tu kwamba lao Muhammad ndio yuko katika nafasi yako yuadhibiwa. Yule bwana anasema wallahi na wapi ya Mungu, mimi achilia bali kwamba mumemkamata mnamuadhibu, sipendi mimi kukua na amani na salama nyumbani kwetu kwa watu wangu, na Muhammad sallallahu alayhi wasallama wachomwa hata na mwiba peke yake. Achilia bali kuadhibiwa, mwiba tu kumchoma, pia siko tayari na hiyo. Ni nani katika sisi ambaye hajasikia story ya Amr ibn al-Jamuh? Mambo ya ajabu huwezi kuamini. Amr ibn al-Jamuh
ni swahaba mtukufu, mlemavu kamacho. Mlemavu ana tatizo la mguu, hasimami akanyooka straight kwa sababu ya ulemavu. Amr ibn al-Jamuh anataka kwenda vita vya Badri. Watoto wake wanamwambia hapana, keti, sisi tutakutosheleza, sisi tutakwenda, wewe kaa. Kashindana nao, mara yakawacha. Ikaja vita vya Uhud. Vita vya Uhud vilipopika, time ya kwenda vita imefika, watoto wake wakamwambia usiende. Amr ibn al-Jamuh akasema nyinyi mnacheza. Mimi mara ya kwanza mlinizuia, na mara hii tena mnizuie, haiwezekani. Mtume ndiye akaamua twendeni. Mlemavu ni katika watu waliopewa udhuru na Allah. Allah anasema laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raji harajun wala 'ala al-maridi haraj. Kipofu hana dhambi asiposhiriki, mlemavu hana dhambi asiposhiriki, mgonjwa hana dhambi asiposhiriki. Amr ibn al-Jamuh anafika kwa Mtume, anamshtakia Mtume watoto wake, anawaambia ya Rasulullah, inna auladi yahbisunani 'anil qital, watoto wangu hawa wananizuia mimi kwenda vita na wewe. Mtume anamwambia wewe uko na udhuru, keti, wewe una udhuru. Anasema Amr, angalia mambo ya ajabu, sisi tunabadilika wenyewe, wenyewe tunatoka msikitini, wenyewe tunawacha ibada. Angalia mambo ya ajabu, Bilal anapigwa hajawacha, Khubayb anakatwa hajawacha. Huyu Amr ibn al-Jamuh mlemavu amepewa udhuru na Allah mwenyewe. Anamwambia Mtume mambo ya ajabu, anasema ya Rasulullah, wasikia? Nasikia. Inni uridu an atwa bi'arajati hadhihi aljanna. Mimi sitaki habari nyingine, mimi nataka nikanyage janna na huu ulemavu wangu. Unaona mguu wangu umelemaa, ndio nataka ukanyage janna. Niko kwa point moja tu peke yake, al-iqbalu ala Allah, kumwelekea Allah. Ukimwelekea Allah hakuna kurudi nyuma. Bado hatujamwelekea Allah, bado. Kwa nini watu warudi nyuma? Bado hatujaelewa kinachoendelea. Wewe una ulemavu, wewe ni kipofu, wewe ni mgonjwa, umepigwa na mtu wa swala, wenzetu wamepigwa, watu wameuliwa. Sisi tumepigwa na nani? Aliyetuzuia kuendelea na ibada nani? Tunacheza sisi. Amr anamwambia Mtume, mimi nataka kukanyaga janna na huu mguu wangu uliolemaa, nataka ukanyage janna. Sira inasema falamma raahu nabii sallallahu alayhi wasallam musirran ala dhalika tarakahu. Mtume alipomuona yule bwana habadiliki wala harudi nyuma, pamoja na watoto kumbembeleza baba baki, pamoja na Mtume mwenyewe kumwambia bwana wewe umepewa udhuru, akakataa. Mimi naenda kwa Allah. Mtume akamwacha, akabeba silaha kwa furaha kubwa, akaenda zake katika vita vya Uhud. Kwa ufupi, kwa kukatakata, hii ni siri kubwa.
Yule mwana alikwenda kupigana na akawawa kule kwa vita vya Uhud. Mtume akapewa habari ya kwamba Amri amewawa. Miongoni mwa riwaya ambazo zimekuja kwamba Mtume alisimama juu ya maiti ya huyu bwana akasema ya kwamba kaanni andhuru ilaika wa anta tamshi fil jannati wa rijluka sahihun, kana kwamba nakuona sasa hivi Amru, naona video yako unatembea peponi na mguu wako ni mzima, hauna ulemavu hata kidogo. Acha huyo, sisi tunacheza, tunabadilika wenyewe. Mtoto wa miaka 16 anaitwa Abdul Uzza kabla hajaslimu. Jina lake nani? Abdul Uzza. Uzza ni katika ile miungu ya Kikureishi. Mja wa Uzza. Huyu mtoto amesilimu, ni yatima, msimamizi wake ni ami yake tu, ndugu ya baba toka nitoke. Ndiye amemlea kuanzia ni mdogo, akampa mali, kila kitu amemdhamini mpaka akafika miaka hizo 16. Na alikuwa yule ami yake ni mtu ana uwezo, amempa mpaka kipando, ana farasi wake. Watu wa sera wanasema katika vijana wote huyu ni katika vijana ambao alijulikana katika watu wenye wana uwezo. Kama vile sasa hivi muone mtoto mdogo, mtoto wa tajiri anapeleka Prado tena na mkono mmoja, ana farasi, mtoto mdogo, ishara ya kwamba kwao kuko vizuri. Huyu mtoto alisilimu, baba yake hajui. Aslama khufyatan, amesilimu, na yule ami yake ambaye ni msimamizi wake hana habari. Akajipangia yeye mwenyewe kumficha yule ami, huenda naye akasilimu. Sera inasema kwamba huyu bwana alikaa miaka 3 kungojea Uislamu wa ami yake, lakini ami yake hakusilimu. Sasa aliposubiri kwa kukatakata, kisa kikubwa, kwa kusubiri Uislamu wa ami yake ambao kwamba umechelewa, akaamua kumbwagia wazi ya kwamba mimi nilisilimu, mimi niko katika dini mpya ya Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Wasemaje? Ami yake hana habari. Mtoto unasema nimesilimu, mimi niko katika dini ya Muhammad, na hivi sasa nataka kubura kwenda huko Madina kwa Muhammad. Kweli? Kweli? Wajua unachokisema wewe? Sema ndio najua, niko sawa. Kwambia sasa sikiza, vitu vyote ambavyo nilikupa na vitaka sasa hivi, mali yote kalete. Akaleta mali yote ya huyu, ni ndugu tu ya babake. Miaka 16. Leo miaka 16 sisi, ana sigara ndefu kuliko vidole vyake, anavuta. Kule miaka 16 anaaga nyumbani. Pointi yangu ni ile moja tu, ni kwamba nyoyo zimemuelekea Allah ama bado? Sasa angalia paka watoto wadogo kutoka huko kwa kina Bilali, uje kwa kina Kubei, kwa kina Amru yule mlemavu. Tumefika mtoto mdogo miaka 16 peke yake, ami yake amempokonya kila kitu. Waislamu, kila kitu. Wallahi sira sahihi 100%. Mtoto akabaki na nguo tu alizozivaa peke yake. Yule ami yake akamwambia, bado waenda kwa Muhammad ama umebadilika? Akasema, sasa ndio nina morali na motisha, kwanza sina mzigo, kwanza naenda kwa Muhammad. Akasema, sasa sikiza, hizi nguo nilizozivaa pia nazitaka.
Wallahi, ami yake akampokonya nguo alizokuwa amevaa, jaradahu min athiyab, akamvua nguo. Yule kijana akatembea kwenda kwa Mtume uchi. Mama yake mzazi alipomuona, alitoa shuka yake, kama vile kwa leo kwetu useme ya kwamba mwanamke amepatiana nguo yake kama vile leso, ampatie kijana wake ajifunge, au mtandio ile ya dera kubwa ile ya kuswalia ampatie kijana ajifunge. Baba yake, ndugu ya babake, amemnyang'anya nguo. Kwa nini? Yuaenda kwa Allah, ametoka kwa ami yake uchi. Suala, mimi na wewe, aliyetutoa kwa Allah nani? Mwenzetu amepokonywa paka nguo, anaenda kwa Mtume, mama yake amempatia nguo ya kike, shuka ya kike, akaijifunga na ile nguo, akatembea hivyo paka akikurubia kufika Madina. Akapata fikra ya kwamba hii nguo niipasue mara mbili, nyingine niifunge kiunoni na nyingine nijifinike nayo juu, niingie kwa Mtume. Akiingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, Mtume habari anazo. Mtume akasimama kumpokea yule kijana. Mtume akamuuliza, hukugura isipokuwa kwa ajili ya Allah? Haya yote ni kwa ajili ya Allah ama kitu kingine? Anasema la ghairi, sio kingine isipokuwa ni Allah. Pointi yangu, moyo umemwelekea Allah, rudi nyuma. Anasema awalaita ghairu, sio kingine. Sema sio kingine, ni Allah. Mtume anasema katika riwaya, qad abdalaka Allahu bihi ma taubaini fil janna. Allah sasa hivi automatically ashakuwekea nguo zingine mbili za peponi, badala ya madina haya ambayo umepata kwa ajili ya Allah ukavaa nguo za kike. Allah amekupa badala peponi. Mimi na wewe tutabadilishiwa nini? Wewe kama kijana wa Kiislamu, wataka Allah akubadilishie nini? Itabadilishwa mgoka iwe nguo ya janna? Itabadilishwa bangi, zina, ulevi, riba, kamari, kuacha swala? Twataka sisi tubadilishiwe nini? Sisi twatakaje ya jamaa? La ilaha illa Allah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth bi khayri din habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Huyu ni katika vijana wa Kiislamu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alibadilisha majina yao. Wako wengi, huyu ni miongoni mwao. Baada ya hapo, alipokuwa akiitwa Abdul Uzza, Mtume akabadilisha jina lake akamuita Abdullah. Tukamwambia anta Abdullah, wewe ni Abdallah kuanzia leo, du al-bijadaini. Huyu ni Abdullah dhul bijadaini. Bijadi ni nguo ya kike. Sasa kwa sababu alizikata zikawa mbili, ndiye akaitwa Abdullah mwenye nguo mbili za kike. Usisahau, mtoto mdogo miaka 16 ana azma kali ya kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Sisi vijana wa leo tuko wapi? Je, swala zetu za Ramadhani peke yake tutaweza kukua pamoja na hawa watu? Kila mmoja jiulize jamaa. Mambo mengine tusiyafanye tu kusikiliza alafu yaishe. Hebu wewe tafakari na utafawar. Sisi kweli na hali hii tunataka tuwe na hawa watu? Aliyetuzuia kuswali hamna, bure. Unatawadha bure, kila kitu bure. Aliyekutoa mjini nani? Aliyekubadilisha swa nani? Waislamu, katika athari ya Ramadhani ni kufanya nyoyo zimwelekee Allah.
nyoyo zinapomwelekea Allah, alama ya kwamba zimemwelekea Allah ni kutorudi nyuma, ni kumpenda Allah ukweli wa kumpenda na kutobadilika na kuendelea mbele na ibada. Alama ya pili, nimalizie khutba ya leo, ni mtu kupata moyo wake una uzito mkubwa kutokamana na maasi. Anapata uzito mkubwa mno kuingia katika maovu. Hii ni alama moja ya nguvu mno ya kwamba ibada imekubaliwa, sawa ni saumu ama ni ibada nyingine katika ibada. Je, wewe sasa kama wewe jiulize, yale makosa uliokuwa nayo kabla ya Ramadhani, baada ya Ramadhani umejipata vipi? Umepata uwepesi wa kurudia ama unapata uzito mkubwa wa kurudi kule? Ulikuwa umehala, ushampigia simu tayari arudi, ama ndipo ndio umedelete namba yake ndio yameisha? Ulikuwa na girlfriend wewe, baada ya Ramadhani ndio umemdelete ndio yameisha, umemkata, umemblock, ama ndio ulimpigia siku ya Eid yenyewe muelezeni bichi kuja kubaliwa? Alama ya pili ni mtu kupata uzito mkubwa kunako maovu. Hana raghba, hana pupa hata kidogo ya kurudi tena katika yale machafu. Je, sisi tuko hivyo ya Rabbal Alamin? Na ikiwa hatuko hivyo kuna shida. Shida yenyewe ni kwamba hatujakuwa wa kweli katika kuleta zile tauba. Hatujakuwa wa kweli katika kuleta zile tauba. Khutba hii itaendelea kuanzia hapa, kwa sababu kuna maneno ambayo yanahusiana na nukta hii. Nikizama hapo nachelea kuwachelewesha hapa. Kwa hivyo khutba hii ya athari za Ramadhani na alama nzuri za kuonyesha kwamba tutarajie mazuri kwa Allah, khutba hii itaendelea. Lakini kabla sijashuka, tunakumbushana kunako kukamilisha na kufanya haraka kufunga siku 6 ambazo kila mmoja wetu anajua fadhila yake ndani ya mwezi wa Shawwal, kwamba atakayefunga siku 6 katika Shawwal baada ya Ramadhan, mtu huyu funga yake itakuwa ni kama funga ya mwaka. Ni fadhila kubwa. Kwa hivyo tunahimizana hala Waislamu, kama mchezo utasikia kwamba Shawwal ishaondoka na kufunga ni siku 6 peke yake, ima ufunge kwa kufuatiliza zote, au ufunge kwa kuruka siku, au ufunge ndani ya 10 ya kwanza au 10 ya pili au 10. Muhimu ni kwamba hizi siku 6 ziwe ndani ya Shawwal. Kwa hivyo Waislamu, tujibidisheni kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Tutafuteni alama hizi. Je, tuna uzito wa kurudi katika yale machafu ama tuna uwepesi? Ikiwa tuna uzito, tutarajie kheri, tumuombe Allah thabati. Na ikiwa wewe ni mwepesi tayari usharudi katika maasi, muombe Allah tabaraka wa taala kubadilishie. Imethibitisha kwamba watu wema walikuwa wanamuomba Allah, waliopita miongoni mwao akiwemo Umar, alikuwa akimuomba Allah ya kwamba ya Allah, ikiwa umeniandika katika watu wabaya, basi na kuomba uniandike katika watu wazuri. Waislamu, kuna dharura kubwa ya kubadilika. Mtu asije akafurahia na kuishi na hali ya maasi kwa sababu ya hatari ya uenda ukakutana na Allah tabaraka wa taala ukiwa katika hali hiyo mbaya.
والعياذ بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.